Nipo karibu kutoka. Liko tumaini katika jina la Yesu. Mungu alimtia moyo mfalme Ahazi kupitia nabii Isaya sura ya 7 mstari wa 4. Biblia inasema, angalia ukatulie, usiogope, usife moyo. Kumbuka, watafutaji ndio wapokeaji. Kumbuka, watafutaji ndio wapokeaji. Kila riziki inatafutwa. Riziki haijawahi kumkuta mtu kitandani. Haijawahi kutokea ukaikuta kwenye chungu jikoni. Hautaikuta kwenye sahani. Lazima unatafuta. Hata kama kuna changamoto, lazima utoke pale, uende mbele, ndiko kuna majibu ya maisha yako. Na hapo utashinda kwa imani. Vikwazo na mashambulizi hakika vitakuwa na mwisho wake. Kwa hiyo kuna maisha katikati ya giza. Katikati ya giza bado inawezekana kusonga mbele ukaona mwanga. Kuna watu wengi wanaona giza. Kwenye afya unaona giza, kwenye ajira unaona giza, kwenye watoto unaona giza, kwenye masomo unaona giza, katika mapito unaona giza. Katikati ya giza kuna mapambazuko. Biblia inaeleza katika Zaburi ya 20 mstari wa 2, wa 3 na wa 4. Biblia inasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Sitaogopa, kwa sababu Bwana yuko pamoja nami. Hata katikati ya kutengwa usiogope mabaya. Ukikataliwa usiogope mabaya. Umenenewa mabaya, usiogope mabaya. Bwana atakutoa ukiendelea kuamini katika jina la Yesu. Maisha ya watu wengi yamezungukwa na mahangaiko, maumivu, mateso, umaskini, ukandamizaji, kutengwa, ubakaji, udhalilishwaji, vilio, majuto. Wengine wamekosa hamu ya kuishi. Wengine ni huzuni isiyokoma. Wengine wamekosa usingizi, maombolezo. Wengine ni mashaka, woga usio na mwisho. Majirani na marafiki wanaokuzunguka nao hawaeleweki. Katikati ya hayo kuna mapambazuko. Kuna mapambazuko. Kuna mapambazuko. Kuna mapambazuko. Giza unaloliona leo halitakuwepo siku zote, kwa sababu Mungu tunayemwamini ndiye Mungu aokoaye. Haleluya. Kwa mfano, ipo tabia ya watu kujihesabia haki, pengine kuwaumiza hata wengine, jambo ambalo limeleta vidonda katikati ya watu. Tena mbaya zaidi, tunaumizwa na watu walio karibu nasi, watu tuliowaamini, watu tuliowategemea. Ndio wanaotengeneza vidonda, ndio wanaotengeneza maumivu, ndio wanaotengeneza majeraha. Badala ya kuponya majeraha, wao wanaongeza vidonda katikati ya majeraha. Wanaendelea kutengeneza mazingira yaendelee kuonekana ya kuwa ni usiku. Lakini waelewe, mapambazuko yanakuja, wala sio mbali, kwa sababu Mungu wetu tuliye naye ndiye Mungu aokoaye. Kuna watu wanatengeneza giza. Utalitengeneza asubuhi, utalitengeneza usiku. Subiri kupambazuke, utamuona kivingine kwa kiwango ambacho utarajii. Upo ubaguzi wa kikanda, ubaguzi wa kikabila, kijinsia. Wengine tunabaguana kwa uchumi, aliyenazo na asiye nazo. Unazo kwa zamu na yeye atakuwa nazo kwa zamu. Yapo mapambazuko katika bonde la mateso. Upo uwezekano wa kuondoka kwenye nafasi yule mtu na wewe ukaingia kwenye nafasi. Haijalishi umedharauliwa kiasi gani,
Haijarishi umetupiwa aibu kiasi gani. Inawezekana umekataliwa kwa kiwango hicho. Wengine ni mateso na kutengwa. Mungu wetu hafurahii mateso ya mtu wake. Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Sio moja, mbili au tatu. Yote atakuponya katika changamoto hizo zote. Mkono wa Mungu hauna mchezo. Ukiinuliwa, mawimbi yanatulia. Mkono wa Mungu hauna mchezo. Hata waliokukataa walikukataa kwa sababu zao. Ila mkono wa Mungu ukiinuliwa, watakutafuta iwe usiku au mchana.